ukiangalia Qur'ani hakuna mtu ambaye ataifata ataharibikiwa, katika daraja ya mtu mwenyewe, katika daraja ya jamii, katika daraja ya nchi vile vile, kama tutashikamana nayo. Kwa hivyo, kwa wale ambao leo mmehitimu na ambao tayari mmeshahitimu na mnaotafuta kuhitimu, mimi naomba niwakumbushe la kwanza kwamba mmebeba mzigo mkubwa sana, mmebeba dhamana kubwa sana. Mbaki nayo, muisimamie, muiendeleze, lakini kubwa zaidi, mimi niwaombe tushikamane nayo. Qur'ani hatujaletewa tuhifadhi, Qur'ani hatujaletewa tukariri tu. Qur'ani tumeletewa tuifate yale ambayo Mwenyezi Mungu katuagiza, katueleza, na mengi ya miongozo ya tafakuri, lakini mna sharia zake Mwenyezi Mungu, maelekezo yake, miongozo yake. Tukishikamana nayo hiyo hatutoharibikiwa. Kwa hivyo mimi niwaambie kwamba tumebeba dhamana kubwa sana. Haiwezekani uwe unaijua Qur'ani halafu wewe uwe mbaya, uje uwe baba mbaya, uje uwe mama mbaya, uwe mtoto mbaya, uje uwe kiongozi mbaya. Ukiona we kiongozi jahili hivi, muonea watu, anayedhulumu watu, ujue huyo kaifanya Qur'ani mahjura, au sivyo? Sasa haya tunawajenga nyinyi, tuna dhamana ya kushikamana na Qur'ani, na tukishikamana nayo hatuharibikiwi. Kwa hilo ni jukumu letu, lakini ni jukumu kubwa pia la wazazi. Mwenyezi Mungu katupa mfano mmoja mkubwa sana juu ya uzito wa Qur'ani, juu ya umuhimu wa Qur'ani. Katuambiaje? Kwamba lau anzalna hadha alqur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Na hii kaileta kwa nini? Watilka al-amthal nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Hebu jifikirie wewe, Mwenyezi Mungu alivyotuambia kama ingeiteremsha hii Qur'ani juu ya jabali. Ukizungumza jabali kwa lugha ya Kiarabu, maana yake ni mlima wa jiwe uloundwa kwa jiwe. Sasa ufikirie, Mwenyezi Mungu anatuambia laiti ingeteremshwa juu ya ule mlima wa jiwe, basi ungeuona unakoromoka, unayayuka. Kwa nini? Kutokana na kumhofia, kumcha Mwenyezi Mungu, kutokana na uzito wa hii Qur'ani hii. Mambo makubwa yaliyomo kwenye Qur'ani. Sasa ujiulize wewe kwamba wewe umepewa Qur'ani, unaijua, unaifahamu, unayo kifuani, halafu wewe hubadiliki. Wewe nani? Kwamba wewe hubadiliki, ndio uko vile vile kwenye uasi, uko huko kwenye ukorofi, uko huko kwenye kila ubaya, uko huko. Jiulize wewe utakuwa na daraja gani? Wewe utakuwa chuma? Tufikirie uzito wa kwamba haiwezekani wewe imekufika Qur'ani, unaijua, halafu wewe ukawa si mtu mwema, halafu wewe ukawa mbaya. Ndio maana Mwenyezi Mungu katupa mfano, ndio asema ametupa mfano huu sisi binadamu, ametupigia mfano huu
tuweze kuzingatia, tuone. Kwa hivyo mimi naomba tuzingatie sana haya, kwamba Qur'ani hatukuja ni kitu kwamba tunakariri, tunasoma na mimi naijua juzuu 30. Maana yake itutengeneze, tufanane, kwamba huyu anajua Qur'ani, iwe tofauti na asojua.